kama ilivyo kawaida yetu, Al-Hikma Foundation hatunaga dogo, na tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwafikisha kila mwaka, kwa kutusaidia, kutuhifadhi na kutulinda, lakini pia kutujalia kuyaendea ya kwetu kama anavyopenda yeye na tunavyotarajia sisi. Kuna msemo unasema coming soon. Maana yake ni yale mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu barani Afrika na duniani kote kwa ujumla. Mwaka huu 2025 rasmi yatatimiza miaka 25. Vijana wa Kiislamu wanasema miaka 25 ndio umri wa kuoa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndoa yake ya kwanza alioa akiwa na miaka 25. Hivyo basi Al-Hikma Foundation katika kuliendea tukio hilo ambalo ni adhimu, adimu na muhimu, tukio la kipekee kabisa katika ulimwengu huu, Al-Hikma Foundation inatambua ya kuwa imetimiza miaka 25 umri aliouolea au umri aliooa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hivyo basi tumebakisha miezi miwili, maandalizi kwa taufiki ya Allah kwa asilimia zaidi ya 80 yamekamilika, na mambo yanakwenda vizuri kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah mwenyewe anashuhudia yaliyomo ndani ya nyoyo zetu kwamba sisi tuko serious na tunafanya kwa ajili yake, wala hatufanyi kwa ajili ya dunia au kutafuta chochote. Na tunaamini siku zote ukimkusudia Allah, ukatakasa nia yako na ukawa una ikhlas kwenye kuyaendea ya Mungu, Mungu hawezi kukutupa mkono na atakushika mkono. Mashindano yetu mwaka huu yatakuwa insha ar-Rahman alladhi allama al-Quran tarehe 16 mwezi wa 3 mwaka huu 2025 ndani ya uwanja wa Mkapa. Tunatumia fursa hii pia kuishukuru serikali kuu, lakini pia Wizara ya Michezo kwa kutuunga mkono zaidi ya miaka 11 tunatumia viwanja hivyo, na alhamdulillah kila kitu kimekwenda sawa na kibali kimekwisha toka na ruhusa ya kutumia uwanja wa Mkapa umekwisha toka, bimaana tarehe 16 mwezi wa 3 mwaka huu 2025. Kwa hivyo niwaambie Waislamu na Watanzania wakae mkao wa kula, kwa kuwa tunatimiza miaka 25, robo karne, umri aliooa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi nitumie moja ya slogan ya mlezi wetu katika walezi wakuu wa taasisi hii, Dr. Hussein Ali Mwinyi, yajayo yanafurahisha. Mpenzi mtazamaji na ndugu zangu waandishi wa habari, baada ya kusema hayo pia niwaambie tuna uzinduzi ambao insha Allah ni uzinduzi mkubwa utakaofanyika mwezi ujao. Mwezi wa pili tuna uzinduzi, na waandishi wa habari nyote mliotuitikia tunaomba pia mtuitikie katika uzinduzi huo. Kabla ya kufunga niwaambie Watanzania tayari tumekwisha ingia ndani ya mwaka 2025, na Watanzania wote tunafahamu na walimwengu pia wanafahamu kwamba mwaka 2025 ndio mwaka wa uchaguzi katika nchi yetu. Waswahili wanamsema usiache mbachao kwa msala upitao, na hapa nakusudia mbachao ni amani, ni haki, ni maelewano, umoja wa kitaifa, na msala upitao ni uchaguzi. Ni jambo ambalo linakuja kila baada ya miaka 5, lisituharibie. Amani ni kitu muhimu sana. Bila ya amani
mfanya biashara hawezi kufanya biashara. Bila ya amani hata mcha Mungu hawezi kumwabudu Mola wake. Bila ya amani hata waandishi msingetoka makwenu mkaenda kuripoti matukio mbali. Baada ya kusema hayo, nimalizie niseme tuna kila sababu wa Tanzania kuendelea kuliombea taifa letu. Na kuliombea taifa ni jambo la wajibu, wala sio jambo la kujipendekeza, kwa sababu sisi ni miongoni mwa wanaoishi katika taifa. Taifa likipasuka, taifa likiharibika, amani ikitoweka, hii inakula kwetu. Nabii Ibrahim alayhi salam, ambaye Waislamu tunamtambua kuwa baba wa tauhidi, baba wa aqida, na wenzetu wanamuita baba wa imani, lakini Waislamu pia tunamuita baba wa manabii. Manabii unaowajua aliyewazaa ni Nabii Ibrahim alayhi salam. Katika sura ya pili, suratul Baqara, aya nambari 126, yeye kama nabii alikuwa akiliombea taifa lake kama Allah alivyonukuu, wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadha albalada amina. Kumbukeni Nabii Ibrahim aliposema, Mola wangu mlezi, na kuomba ujalie mji wangu, ijalie nchi yangu iwe ni nchi ya amani. Ni wajibu wetu kuliombea taifa letu amani, ili sote tuendelee kuishi kwa amani na mambo yetu yaweze kusonga mbele. Mwisho kabisa, tumwombee kiongozi wetu mkuu ambaye ndiye aliyeshika uskani wa nchi yetu. Tumwombee Mwenyezi Mungu aendelee kumsaidia. Akimsaidia yeye, katusaidia sote. Mwenyezi Mungu amwezeshe, amlinde, amhifadhi. Naye si mwingine ni Daktari Samia Suluhu Hassan, Raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nina mfano siku zote napenda kuutoa. Dereva wa basi anayekuendesha kutoka labda Dar mpaka Mwanza, ikiwa abiria mnamuombea dua mbaya, maana yake abiria nyinyi hamjipendi. Anaweza akafa katikati ya uskani au akasababisha ajali mkafa nyote. Kwa hiyo hii ndio maana yake kwamba rais akiombewa dua, Mungu akamuongoza, Mungu akamsaidia, Mungu akampa uwepesi, ndio tunapata nafuu sote. Mwanachuoni mmoja katika wanachuoni wa Kiislamu anasema, lau a'lamu anna li da'watan mustajabatan la saraftuha lisultani, lau ningelijua ya kuwa nina dua moja tu ambayo Mungu anaipokea kutoka kwangu, basi dua hiyo nisingejiombea mwenyewe, na wala nisingeombea watoto wangu, wala kizazi changu, wala familia yangu, bali ningelimuombea kiongozi wetu mkuu. Akaulizwa kwa nini? Akasema, li anna fi salahihi salaha al-ra'iyya, kwa sababu kufanikiwa kwake ndiyo kufanikiwa kwa raia wote. Na haya tunayasema si kwa sababu rais ni Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Hata akija kuwa rais yoyote, dini yoyote, kabila yoyote, atoke popote, bado tutaendelea kuhimiza tuliombee taifa na tumuombee kiongozi mkuu. Baada ya kusema hayo, ndugu waandishi, kama kuna mtu ana swali lolote, karibu anaweza kuuliza. Karibuni sana. Ndio bwana. Naam. Tanzania ni muungano wa nchi mbili, Zanzibar na bado waandishi wanajua ndani mashindano ya Zanzibar. Swali zuri kutoka kwa mwandishi wa Nipashe linalohusiana na muktadha huu ambao tumeitiana. Anasema Tanzania ni muunganiko wa nchi mbili, yani Zanzibar na Tanganyika. Mashindano haya miaka 25 yanafanyika huko bara, tena katika jiji la Dar es Salaam. Ni lini mtayapeleka kule Zanzibar? Swali zuri. Hapo nyuma tuliwahi kufikiria kuyahamisha haya mashindano, kila mwaka tuyapeleke mikoa mbalimbali, ili Watanzania ambao wako katika mikoa mbalimbali waweze na wao kufaidi kuyaona live bila ya chenga. Lakini vijana mjini wamesema mziki wa mashindano haya ni mkubwa sana, na nyinyi mnaona, na maandalizi yake pia ni makubwa. Maandalizi yanaanza miezi mingi sana huko nyuma.
Zanzibar tuliwahi kufikiria kupeleka ya mashindano, lakini kwa sasa tumesitisha wazo hili kwa sababu ofisi ya Mufti imeandaa mashindano rasmi pale katika uwanja wa Amani Karume, na mwaka jana yalifanyika yakiwa mashindano ya kwanza, na mashaallah waliweza kujaza uwanja wote na uwanja umependeza, na mimi nilikuwa miongoni mwa waalikwa, na mwaka huu yapo. Kwa hiyo kuyafanya mawili ndani ya uwanja ule, mnaweza mkawagawa watu au mnaweza mkapunguza kidogo nguvu zenu nyinyi waandaaji wa haya mashindano. Kwa hili tukaona wenzetu wanaweza, wacha wafanye, na sisi watoto wa Dar es Salaam, jiji la gharama, tubaki hapa hapa Dar es Salaam. Kama kuyahamisha kutoka Dar sasa kwenda Dodoma, Mwanza, hayo ni ya kuzungumzika. Kamati kuu ya haya mashindano, siku Mungu akijalia fikra hiyo ikaja, tunaweza tukahama, hakuna tatizo. Asante sana. Swali lingine? Naam. Wa alaykum salaam. Naam. Nauliza mashindano ya mwaka huu yatashirikisha wangapi wanataka kushiriki, watakaoshiriki, na nchi ngapi za Afrika zinataraji kushiriki mashindano haya? Swali zuri sana. Kwa kuwa nimesema tunatarajia kutimiza miaka 25, robo karne, umri wa kuoa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika upekee wa haya mashindano, hata idadi ya washiriki tumepunguza, ili pia kuweza kumaintain muda. Miaka yote washiriki wanakuaga nchi 21, 22 mpaka 23 waliwahi kufika, lakini mwaka huu Allah akijalia tunatarajia washiriki wasizidi 17, ili kila kitu kiende kama tulivyokusudia na kama alivyotupangia Mola wetu mlezi. Kwa hiyo katika nchi za Afrika ziko nyingi, kuna Senegal, kuna Misri, kuna Tunisia, kuna Morocco pia, kwa hiyo South Africa na Afrika Mashariki kwa ujumla, lakini pia tutawaalika na wengine kwa ajili ya kuangalia kati ya Waafrika na hao wengine nani anaijua Qur'ani. Kwa taarifa tu kwamba ndugu mwandishi, huko nyuma watu walikuwa wanaamini Qur'ani ina wenyewe na wenyewe ni ngozi nyeupe, lakini sasa hivi sisi wa Afrika tunawapiga bao hawa ngozi nyeupe. Hiyo nakuthibitishia sisi ni watu wa Qur'ani. Mimi nimehifadhi Qur'ani na nimeshiriki mashindano ya Qur'ani miaka hiyo 95, 96 mpaka miaka 2000. Kwa hiyo wenyewe wanajua kuna baadhi za nchi za Afrika zikienda kushindana na hao wenye ngozi nyeupe tunawapigaga 3-0. Kwa hiyo ni hivyo. Naam, mwingine. Naam, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi nauliza kuhusu swala zima la majaji. Tumeshuhudia karibuni miaka yote majaji tunawaona katika meza kuu ni wale wale. Hakuna uwezekano ili kuwatoa watu labda wasiwasi, kwa sababu dunia ni pesa. Tunajua mwaka huu pia atakuwa jaji fulani, watu wakaingia mashaka kwenye nafsi zao kwamba labda kuna mbinu fulani zinapita ili fulani yapite. Kuna Al-Hikma imejiandaa vipi mwaka mwingine kama sio mwaka huu kutuletea majaji ambao hatuwajui kabisa, ili mradi watu wasiweke ile dhana kwenye moyo kwamba huenda wale kunulika inawezekana. Shukrani. Swali zuri sana kutoka kwa Sheikh Jaafar Abdurrahman, japokuwa chombo chake hajakitambulisha lakini kinafahamika chombo chake. Anasema miaka yote majaji wanajulikana. Sasa bado haujafika muda Al-Hikma Foundation mkatubadilishia majaji ili kuepusha minong'ono, tuhuma, mashaka, dhana. Swali zuri sana. Jawabu ni kwamba haya majambo yana watu wake. Waarabu wanasema a'ti al-qausa bariha, a'ti al-qausa bariha. Siku zote mshale upinde unatakiwa umpe yule mtu wake. Uskani siku zote anapewa yule anayeweza kushika. Si kila mtu anastahiki kuwa jaji. Majaji na wao wana vigezo vyao, wana masharti yao na alama zao. Kwanza wawe watu wa Qur'an, wawe wamehifadhi Qur'an, ikiwezekana Qur'ani nzima, kwa sababu huwezi kumhukumu kijana ambaye kahifadhi Qur'ani nzima wewe una juzuu 5. Swali likija kwenye juzuu
zilizokuwa juu ya hii zile ulizohifadhi wewe unachemka, hujui anapatia anakosea. Pili, zile namna za kujaji wawe wanafahamu. Kwa hiyo hawa majaji wetu wako hivyo. Lakini sifa nyingine hawa majaji, hakuna jaji hata mmoja anayetokea Al-Hikma Foundation. Hakuna jaji mwenye mahusiano moja kwa moja na Al-Hikma Foundation. Kwa sababu Al-Hikma Foundation nasi pia tunatoa mshiriki kila mwaka, kwa sababu pia ni kituo cha kuhifadhisha Qur'ani. Kwa hiyo tunamuondoa na wanabakia wao kama wao. Tanzania tunachukua jaji kiongozi, msaidizi wake, tuseme asilimia kubwa wanatokea Tanzania, lakini tuna jaji kutoka South Africa, ni bingwa viraa vyote 10. Tuna jaji kutoka Uganda ambaye sasa hivi ni naibu mufti wa nchi ya Uganda. Tuna jaji kutoka Nairobi, Kenya, lakini pia kuna wengine tunawafikiria kutoka nje ya nchi. Kwa hiyo niwaambie tu Waislamu na Watanzania, mashindano haya wallahi wabillahi watallahi tunayaendesha kwa uadilifu wa hali ya juu. Sisi tunaosimamia mashindano ni watu wa Qur'ani kikweli kweli, tumehifadhi Qur'ani, tunaijua Qur'ani kiasi alichotujalia Mola, na tumewahi kushiriki mashindano ya Qur'ani. Tunajua Qur'ani haina janja janja, na ukifanyia janja janja inakukumuta hapa duniani. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema rubba qari'in yaqra'u al-Qur'ana wal-Qur'anu yal'anu. Huenda mtu akawa ni mtu wa Qur'ani, anaisoma Qur'ani na Qur'ani ikawa inamlaani. Bali niende mbali zaidi, ndugu Jaafar Abdurrahman, wako baadhi ya watu wanajiuliza, why kila siku mashindano ya Qur'ani? Nini malengo haya mashindano? Leo labda nijibu. Malengo ya haya mashindano ni kuihamasisha jamii, kuienzi Qur'ani, kuipenda Qur'ani, kuisoma Qur'ani, kuihifadhi Qur'ani na kuielewa Qur'ani. Qur'ani sisi Waislamu ndio kimbilio chetu, ndio kibla chetu, ndio katiba yetu, ndio kioo chetu. Bila ya Qur'ani Waislamu tutafeli, na hali mbaya tulionayo Waislamu katika ulimwengu huu ni kwa sababu kitab Allahi waraa dhuhurihim kaannahum la ya'lamun. Tumekiacha kitabu cha Allah nyuma ya migongo yetu kana kwamba hatuna habari nayo. Laiti tungekikamata tukashikamana mafundisho yake, ukweli wa kushikamana, Waislamu tungekuwa tunapaa vibaya sana sasa hivi. Takbir. Allahu akbar. Kwa kumalizia, wako wengine wanaweza kusema mwamba huyu bwana anapata hela sana kwenye mashindano. Mimi leo niwaambie, na hapa kwa yule aliyenyanyua mbingu bila ya nguzo, na hapa kwa jina la Rahmani alladhi allama alquran, mimi Nuruddin Kishki sijawahi kula sumni hata moja ya Qur'ani, na kama nimewahi kula shilingi hata moja ya mashindano haya, Qur'ani ikanitupe katika moto wa jahannam khalidina fiha abada. Babu naijua, babu nimehifadhi, babu naijua hata maana yake na tafsiri yake, siwezi kucheza nayo. Wenye kucheza na Qur'an ni wale ambao hawaijui. Kwa hiyo hili naomba muondoke nalo. Wale wenye dhana kwamba mwamba anapiga, hizi ni tuhuma ambazo zinahitajika mtu azithibitishe. Na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema moja ya watu watano watakaonyang'anywa thawabu siku ya kiyama ni mtu anayewazulia watu jambo ambalo hana uhakika nalo. Mwisho kabisa, nitaongea Temeke kwa sababu ni mtoto wa Temeke, mji wa makeke, ukikaa vibaya na kupiga mateke. Anayeona ya kuwa mwamba anapiga, andaa ya kwako nayo upige ikakuingize motoni. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.